Rais wa Urusi Vladimir Putin ameonyesha utulivu mkubwa baada ya Marekani kutangaza vikwazo vipya dhidi ya makampuni makubwa mawili ya mafuta, akisema hatua hiyo ni nzito lakini haina uwezo wa kuyumbisha uchumi wa taifa hilo. Vikwazo hivyo vimewalenga wazalishaji wakubwa wa mafuta wa Urusi, Rosneft na Lukoil, na vinatajwa kuwa hatua ya kwanza rasmi ya serikali ya Marekani tangu Rais Donald Trump arudi madarakani. Hatua hiyo imeibua hisia kali Moscow, hasa kutokana na ukweli kwamba makampuni hayo ni nguzo kuu katika mapato ya taifa. Kwa mujibu wa duru za ndani za Kremlin, serikali ya Urusi inatarajia athari za muda mfupi katika sekta ya nishati, lakini inaamini kwa mfumo wa kifedha wa taifa hilo na ushirikiano wa kimataifa na nchi washirika kama China na India utapunguza madhara hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imeeleza kuwa vikwazo hivyo vinaweza kudhoofisha mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Ukraine, ikisisitiza kuwa taifa hilo limekuwa na kinga ya kiuchumi kutokana na uzoefu wa miaka ya vikwazo kutoka magharibi. Moscow pia inatazamia kuimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na nchi zisizo za magharibi ili kupunguza utegemezi wake kwa masoko ya Ulaya na Marekani. Kwa upande mwingine, hatua ya Marekani imechukuliwa kama jaribio la kuongeza shinikizo kwa Urusi baada ya juhudi za kidiplomasia kati ya Trump na Putin kugonga mwamba. Ripoti zinaonyesha kuwa mpango wa mkutano mpya kati ya viongozi hao wawili huko Budapest ulivunjika kutokana na tofauti kuhusu masharti ya kusitisha mapigano nchini Ukraine. Licha ya mvutano unaoendelea, Urusi imesema haitofunga milango ya mazungumzo na Washington. Kremlin inaona mazungumzo ya kidiplomasia kuwa njia bora zaidi ya kudumisha udhabiti wa kimataifa kuliko kushiriki katika vita au mashindano ya kijeshi. Hata hivyo, Moscow imeonya kuwa ikiwa itashambuliwa au kuwekewa masharti ya kijeshi kupitia Ukraine, jibu lake litakuwa la haraka na lenye nguvu, hali inayodhihirisha msimamo mkali wa Urusi katika kulinda maslahi yake. Wachambuzi wa kimataifa wanaeleza kuwa vikwazo vipi vya Marekani vinaweza kuathiri kwa muda mfupi sekta ya mafuta na usafirishaji wa bidhaa za Urusi, hasa kutokana na kusita kwa baadhi ya makampuni ya Asia kama vile yale ya China kuendelea na usafirishaji wa mafuta ya Urusi kupitia baharini. Hata hivyo, Urusi inaonekana kujiandaa kwa hali hiyo kupitia sera ya kujitegemea kiuchumi na biashara mbadala na mataifa rafiki. Wataalamu wanasema Moscow imejenga udhabiti mkubwa wa ndani na imepata uzoefu mkubwa wa kukabiliana na mashinikizo ya kifedha tangu mwaka 2014 wakati vikwazo vya kwanza vya magharibi vilipoanzishwa baada ya kujiunga kwa Crimea. Hatua ya Marekani inaashiria mwanzo wa awamu mpya ya mvutano wa kiuchumi kati ya Washington na Moscow. Licha ya changamoto hizo, Urusi inaendelea kuonyesha msimamo wa kujiamini, ikiamini kwamba nguvu yake ya rasilimali, teknolojia ya nishati na ushirikiano na Asia zitaifanya iendelee kuwa na udhabiti katika mazingira mapya ya kisiasa na kiuchumi duniani.